Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Oh yeah, bana, wakati master wakubwa Bongo Flava wakiendelea kupambania katika soko la kimataifa, Harmonize anazidi kufanya kitu ambacho hakijawahi kutokea. By the way, kapeleka nyimbo 4 kwenye Grammy consideration. Na sasa mashabiki wanajiuliza, je, tasnia ya Bongo inaongozwa na Diamond, Jux, Rayvanny, ama ni nani ambaye ataweza kuileta Grammy hapa Bongo kati ya AY, FDQ pamoja na Abby Chams? Bana, kabla tuingie ndani kabisa kwa ushindi huu wa kihistoria, bonyeza like, lakini pia usahau kusubscribe, kwa sababu hapa Tem TV tunakuletea ukweli wote ambao umeweza kufichwa nyuma ya headline. Alright, I go by the name Stefano Tem, all the way from Tanzania 255. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Harmonize akiwa Mwanza ametangaza kwamba nyimbo zake 4 zimeingia kwenye Grammy Consideration Awards, ambapo akasema 2025 has been good so far, let's keep pushing. Na hii hapa ni Best African Music Performance, ambapo kuna ngoma yake ya Furaha ambayo imeingia kwenye hii list, lakini pia ngoma ambayo ameimba na Abby Chams, Me Too, imeweza kuingia kwenye list, lakini pia Final ambayo ameifanya pamoja na Miri bin Ari, yule demo ambaye alikuwa anapiga saxophone I think, nao pia imeweza kuingia kwenye Grammy consideration. Lakini pia ngoma ya Simoni ambayo ameweza kushirikishwa na mtu mzima AY, nao pia imeweza kuingia kwenye Grammy Consideration Awards. Unaweza kuona wasanii mbalimbali wameweza kuingia, ikiwemo Diamond kupitia ngoma ambayo ameshirikishwa na Ciara. Down ni miongoni mwa ngoma ambayo imeweza kumingiza Diamond kwenye hii list. Lakini pia AY nilikwambia ameingia na ngoma 2, lakini pia FDQ aliingia na ngoma ya Glory, na pia tumeweza kuona Abby Chams naye ameingia na ngoma ambayo amemshirikisha Harmonize, ngoma ya Me Too. So hii ni hatua kubwa sana kwa msanii wa Tanzania, na ni ishara kuwa Konde Gang haichezewi kabisa. Imagine Harmonize pekee anakuwa na ngoma zaidi ya 4, ngoma 4 kwenye Grammy consideration. Kauli ambazo zimeweza kutikisa katika mitandao ya kijamii ni katika mahojiano ya hivi karibuni ambayo Harmonize aliweza kutoa dongo kwenda kwa Diamond akisema kwamba hauwezi kushinda Grammy kwa kuimba salamu tu, na hii ni kauli ambayo inaonekana moja kwa moja inadisi wimbo wa Koma Sava wa Diamond. Mashabiki waliweza kuchanganyikiwa kiukweli, na wengine wakawa wanajiuliza, je, ni bifu ama ni ushindani wa kisanii? By the way, wakati Harmonize akitangaza nyimbo zake, mastaa wengine walikuwa kimya. Diamond alijibu na kusema, tukikosa hatupaswi kukata tamaa, tuangalie tulipokosea na kuboresha. Jux, Rayvanny, AY, FDQ bado hawajatoa tamko lolote kuhusiana na kile ambacho mashabiki wanadhani huu ni wakati wa kuweza kuamka na kuliweka game la Afrika Mashariki kimataifa. Bana, Harmonize anasema kwamba Grammy haitaki umaarufu, inataka ubora wa kazi. Kauli hii imewagusa wasanii wengi sana, na sasa hivi mashabiki wanataka kuona nani ambaye ataingia kwenye nomination rasmi, kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu kubwa, kwa sababu tunajua kibongo bongo hakuna msanii ambaye ameweza kuchukua Grammy, au sio bana? Kwa hiyo Abby Chams ni msanii chipukizi ambaye ameshirikiana na Harmonize, pia ameonyesha uwezo mkubwa na huenda akawa surprise watu wengi sana kwenye mwaka huu. Ukiangalia Abby Chams naye ana ngoma yake mwenyewe ambayo ameweza kumshirikisha Harmonize. Na ukiangalia hizo ngoma nyingi za Harmonize 4, ngoma nyingi ameweza kushirikishwa. Kuna ngoma ya Abby Chams hapa, kuna ngoma ya AY. So swali la kuja, je, Harmonize atakuwa msanii wa kwanza Tanzania kuweza kushinda Grammy? Niachie comment yako hapo chini bila kwenye comment section niweze kuona wangapi wanawaza nini. Ama unahisi Diamond atarudi na benga nyingine kali? By the way, speaking of Diamond kuja na benga kali, nimeweza kuona kupitia TikTok wameachia kionjo cha ngoma mpya inaitwa Nani. Bana, hiyo ngoma ina balaa na nusu. Amini ninachokwambia. Yaani ngoma haijatoka ndani ya masaa 7, ni teaser tu peke yake. Lakini watu zaidi ya 10,000 wameweza kufanya challenge. Yeye mwenyewe ameweza kunyosha mikono juu akisema anachojua mashabiki zake wanapenda vitu vizuri, kwa hiyo akitoa vitu vizuri wanajua kuweza kuishi navyo. Kwa hiyo new song inakuja hivi karibuni, na Harmonize akukaa kimya baada ya Diamond kuweza kutangaza bala hilo. Kwa hiyo Harmonize naye ameweza kutiza kwamba anakuja na ngoma mpya, anakuja na album. By the way, sio ngoma tu, ametiza ngoma inaitwa Friend Zone, lakini amesema anakuja na album yake ambayo inaitwa 31st. Nadhani itakuja kipindi ambacho anasherehekea birthday yake miaka 91, so I don't know why it's 31st the album. Kwa anasema hii ni ngoma ambayo imebase in true story. She was a favorite friend, alikuwa ni rafiki yake mzuri.
she's bad, alikuwa ni rafiki mnyamwezi, unajua wale madem fulani noma sana. Lakini anasema my good company ilikuwa rafiki yake ambaye ni mshikaji wa karibu, yani kampani fulani hivi wanashare na vitu kama hivyo. Akasema tushawasema watu sana night calls mpaka wakawa wanacheka. Anasema wamecheka sana, but you know after a few shot of alcohol, lakini baada ya kuweza kunywa pombe kidogo tu anakuambia na kumoka, kwa sababu kuna kaimoji fulani cha moshi. Anasema you know what next, shida ndo ilianzia hapo. Kwa anasema 31st album inakuja soon, baada ya ngoma zake 4 kuweza kuwa selected kwenye Grammy consideration. Kwa hiyo inaonekana kabisa still kuna upande fulani hivi wa vuta nkuvute kati ya Harmonize pamoja na mtu mzima Diamond Platnumz. Je, unahisi collab kati ya Konde Gang na Wasafi inaweza kutokea tena? Kwa sababu tushaona wamefanya kazi pamoja na vitu kama hivyo. So what do you think hapa katikati? Unahisi kuna uwezekano Diamond pamoja na Harmonize wakafanya collab? Kwa sababu pia kuna kipindi walikuwa kama wamemaliza tofauti zao na vitu kama hivyo. Tuache comment yako hapo chini bila kwenye comment section tuweze kujua wangapi wanawaza nini. Na kama unataka kufuatilia kila hatua ya safari ya Harmonize kuelekea Grammy na drama za mastaa Bongo Flava, please nikukumbushe tu usiache kusubscribe sasa hivi hapa Tem TV. Tutakuwa tunakuletea sio tu habari, bali tutakuwa tunakuletea habari kwenye moyo wa hadithi kama hivi. Please bonyeza subscribe na notification ambayo itakuja baada ya kusubscribe. Acha comment yako kuhusu nani unadhani atashinda Grammy, na usisahau hapa ndipo ambapo unakuwa unapata ukweli wote ambao umefichwa nyuma ya headlines za mastaa wa Tanzania na nje Tanzania. I go by the name Stefano Tem once again. For now, sina la ziada. Till next time. Bye bye. Ciao. Madiwani oye, wabunge oye. CCM chama chetu tumekichagua. Waambieni wapinzani wanajisumbua. Mama Samia Harmonize warudishe waheshimiwa wanaogombea ubunge na udiwani. Wajumbe tunarudi madiwani na wabunge. Weka bara, wabendera twende, weka ndala. Hey! Nikisema mama unasema Samia. Mama, 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 mama. Wabendera, peperusha bendera. Wabendera, peperusha bendera. Mizuka yangu ikinipanda kofia nitavua. Ikinipanda kofia nitavua. Ikinipanda kofia nasema nivue nisivue. Nivue kofia ya mama. Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.